kukawa na mabadiliko makubwa ya kisiasa kufuatia mkutano kati ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua. Viongozi hao wawili walikutana hadharani hii leo kwa mara ya kwanza tangu kutimuliwa kwa Gachagua madarakani, hali inayozua uwezekano wa muungano mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo, kauli zao na hali ya kisiasa iliyochangamka imeibua mjadala kote nchini iwapo huu ni mwanzo wa nguvu mpya ya kisiasa. Ilikuwa ni tukio ambalo wachache walitarajia. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakikaa pamoja kwa mara ya kwanza kuonekana hadharani pamoja kwa muda mrefu, na pengine ishara iliyo wazi zaidi ya mabadiliko ya upepo wa siasa nchini. Mazingira ya Kirinyaga yalikuwa tulivu, lakini ujumbe wake ulikuwa na uzito. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa mtulivu lakini mwenye msimamo, aliwaambia waliohudhuria kuwa alirejea Ishaweri kusikiliza maoni ya wananchi, na ujumbe ulikuwa mmoja, ule wa umoja. Na niĩ ndacokire gwitũ Ishaweri na niĩ no ndĩrathikĩrĩria ground. Ground ũrĩa ndĩraigua rĩ, marenda andũ makorwo me kĩndũ kĩrĩkũ? Me kĩndũ kĩrĩkũ? Na katika kumbusho la hila lakini lenye uzito, rais huyo wa zamani alirejelea onyo lake la mwaka 2022 kwa Wakenya. Onyo ambalo halikusikilizwa, jambo lililozua vicheko lakini pia tafakari nzito. Inyuĩ nĩ mwacangĩirie kĩpindi kĩnene mũno gĩa gũtwara andũ aitũ njĩra ĩtagĩrĩire. Nĩguo ndiũĩ nĩ gĩtũmi gĩkũ mwarĩ nacio nĩ cianyu. Alihimiza eneo la Mlima Kenya kubaki na mshikamano, akionya dhidi ya siasa za ubinafsi na kusisitiza uongozi unaozingatia huduma, udhabiti na umoja wa kitaifa. A country needs leaders of integrity, leaders who are principled, who are there to serve. Lakini haikuwa tu kile alichosema, bali namna alivyosema, kwa utulivu, kwa umakini, lakini akiwa na ujumbe mzito wa kisiasa. No ndĩraigua ground mũnyitĩrĩrio hau ndĩraigua niĩ no kũigua ndĩraigua. Nĩguo niĩ ndirĩ na ũteti niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩracaria. Ũrĩa mũgathura rĩ, niĩ gakorwo harĩ Ishaweri niĩ no gũtirĩ na thĩna niĩ. Nĩguo mita chache kutoka kwake, Gachagua alisikiliza kwa makini, akitikisa kichwa mara kwa mara, lakini hii ilikuwa baada ya yeye mwenyewe kutoa kauli yake, akisisitiza kuwa hakuna yeyote anayeweza kumtenganisha na Uhuru Kenyatta. Gachagua aliashiria mshikamano mpya wa kisiasa unaotokana na utambulisho wa pamoja wa eneo hilo, na huenda sasa hatima ya pamoja ya kisiasa. Wakisema ati Uhuru Kenyatta rais wetu hawezi fanya kazi na Rigiji, mulijua namna gani? How do you know? Let me tell you Kasongo, wewe hujui sisi. Kisha mashambulizi yakafuata ya moja kwa moja na bila kuficha, yakimlenga Rais William Ruto. The fact tulikupatia kura unafikiria wewe unatujua. In fact you think you are one of us. You are not. You don't know us. You don't know us. I've been personal assistant to President Uhuru Kenyatta for many years. Ishara ilikuwa wazi, viongozi wawili waliowahi kutenganishwa na siasa sasa wakishiriki jukwaa moja, ujumbe mmoja na huenda mustakabali mmoja wa kisiasa. Please smoke them out because they are spoiling your name. Na wanajulikana. Tukikosa kuungana ndivyo kwa kila kiti tusimamishe mtu mmoja. Na ndivyo hiyo kura ya one term ijaze bunga la kitaifa, ijaze watu wa one term. But seeing you, I'm very optimistic that even Luo Nyanza will be like every other part of this country, from Mandera to the lake. Wakati makundi kama Linda Mwananchi na muungano wa upinzani yakikaribia kuungana, na huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukizidi kusogea, tukio la leo linaweza kuwa mwanzo wa sura mpya ya muungano wa kisiasa nchini. Mike
Kagwongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagwongo. Mtazamaji, ndizo